Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Nakupongeza sana kwa kupata neema na nafasi ya kuingia mwaka mpya wa 2026. Ile kwamba umeingia 2026 ni ishara kwamba Bwana hajamalizana na wewe. Analo jambo la kufanya na wewe 2026. Na ninajua inawezekana unayo mipango mingi ambayo umepanga kwa ajili ya mwaka huu 2026. Na hii ni kawaida kwa wanadamu, ni desturi ya wanadamu. Kila tunapoingia mwaka mpya unakuwa na mipango, unakuwa na ratiba, wengine wana ratiba ya mwaka mzima. Kuna vitu unakusudia kuvifanya kama ilivyokuwa kwenye miaka iliyopita. Lakini sio mipango yote ambayo tunaipanga huwa inatimia. Na ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea mipango hiyo kutokutimia. Lakini mwaka huu wa 2026 ninao ujumbe kwa ajili yako. Liko neno la Bwana kwa ajili yako litakalo kusaidia kuingia 2026 kwa ushindi. Huu ni mwaka mpya wa 2026. Prophetically, 2026 ni mwaka ambao unaashiria utimilifu wa Mungu. Ni mwaka ambao unaeleza habari ya utimilifu wa Mungu, unatuonesha kwa habari ya utimilifu wa Mungu. Inawezekana kwenye miaka iliyopita kuna mipango ulikuwa umeweka, lakini kwa sababu mbalimbali mipango yako haikutimia. Inawezekana kuna mambo ulitamani kuanza lakini ulishindwa kuyaanza. Na nataka nikuhakikishie kwamba mwaka huu 2026 Mungu analo jambo la kufanya kwa ajili yako. Kuna vitu vitaenda kutokea. Kwa hiyo kama unakusudia kuanzisha biashara mpya, kama unakusudia kuanza jambo jipya, ni wakati mzuri kwako kufanya jambo jipya kwa sababu ni mwaka wa utimilifu wa Mungu. Kama kuna mambo haukuyatimiliza kwenye miaka iliyopita, huu ni wakati mzuri kwako kwenda kuyafanya. Na watumishi wa Mungu kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania wametupa neno la kutusaidia kuyatimiza haya yote kwenye mwaka huu wa 2026. Na jambo lenyewe ni uwepo wa Bwana. Sasa uwepo wa Bwana unafanya nini unapoenda pamoja nasi? Kitabu cha Kutoka kinatuweka vizuri sana kwa habari ya uwepo wa Bwana unafanya nini unapoenda pamoja nasi. Kwenye hiyo Kutoka 40 mstari 33 hadi wa 38 unaona inatuonesha kwamba wana wa Israeli, wingu la Bwana lilikuwa pamoja nao, lilikuwa linatembea nao. Na wana wa Israeli kuna mahali walipoona wingu halionekani, waliacha kutembea. Wingu lilipoonekana, waliendelea na safari. Na ziko sababu ambazo ziliwafanya kutembea wingu la Bwana linapokuwepo na kutokutembea wasipoona wingu la Bwana. Ni kwa sababu walipokuwa na uwepo wa Bwana, kuna upaji wa kimungu ulikuwa pamoja nao, kuna ulinzi wa kimungu ulikuwa pamoja nao. Kwa hiyo nataka nilete mwito kwako. Mwaka huu wa 2026 unapoanza, usikubali kutembea peke yako. Uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Uso wa Bwana unapoenda pamoja na wewe, kuna mambo mengi ambayo utaweza kuyatimiza kwenye maisha yako. Kuna mambo mengi yataenda kutokea kwenye maisha yako. Yale matokeo ambayo unayatarajia, ile mipango ambayo unatamani itimie mwaka huu 2026. Kama ukikubali uso wa Bwana uende pamoja nawe, ninakuhakikishia mpendo wa mtu wa Mungu, hiyo mipango unayoipanga itatimia. Inawezekana kuko mahali mipango yako haikutimia. Na ulipokuwa ukifanya tathmini unapomaliza mwaka uliopita na miaka mingine iliyopita, ukagundua katika mipango yako 10 uliyoweka, inawezekana ulitimia mpango mmoja au haikutimia kabisa, au ulitimia kwa kiwango fulani. Ziko sababu nyingi ambazo inawezekana zilisababisha mipango yako isitimie. Na nitakueleza sababu chache ambazo zinasababisha mipango ya watu wengi haitimii. Watu wanaweka mipango lakini wanashindwa kuitimiza. Sababu ya kwanza, mazuio ya kiroho. Mazuio ya kiroho. Yako mazuio ya kiroho ambayo yapo katika ulimwengu huu. Mpendo mtu wa Mungu unayenisikiliza, ulimwengu huu tunaoishi ni wa kiroho. Maisha haya ni ya kiroho kuliko kimwili. Mambo ya kiroho yana nguvu kuliko mambo ya kimwili. Katika mambo ya kimwili inawezekana ukawa umeweka mipango mizuri kabisa, umejipanga vizuri kabisa, una sababu za kutosha za kufanikiwa kwenye hilo eneo ambalo unataka kufanikiwa, lakini unajikuta haujafanikiwa. Ukiangalia kama ni mwanafunzi, kama ni kusoma, ulisoma vizuri, ulisoma kwa bidii, lakini haukufaulu masomo yako. Kama ni mfanyabiashara, ulikuwa unawahi vizuri, fedha zako ulikuwa unazitumia vizuri, lakini biashara yako imekufa. Mipango yako haikuwa na shida yoyote, lakini kuko mahali umekwama.
Kwa nini? Mazuio ya kiroho. Yako mazuio ya kiroho. Kuna watu wameandikiwa katika ulimwengu wa roho, wamewekewa mazuio. Kuna familia zimewekewa mazuio ya kiroho kwamba huyu hatakiwi kuvuka hapa, huyu hatakiwi kusoma kiwango hiki, huyu hatakiwi kushika fedha kiwango hiki. Ndiyo mazuio ya kiroho ambayo ninayazungumza hapa. Kwa hiyo ninaposema uso wa Bwana uende pamoja na wewe 2026, uso wa Bwana utakapoenda pamoja na wewe, Bwana atakupigania wewe na wewe utanyamaza kimya. Kama kuna mahali kulikuwa kuna mazuio yanayokuzuia usiweze kufikia viwango ambavyo Mungu amevikusudia kwa ajili yako, uso wa Bwana unapoenda pamoja na wewe, Bwana anakupigania. Bwana atakuvusha kwenye hiyo spiritual bondage ambayo imewekwa kwenye maisha yako, kwenye hilo zuio lililopo kwenye maisha yako. Sababu ya pili ni uzembe. Biblia inasema kwenye Mithali 10, anasema ya kwamba atendaye kazi kwa mkono mlegevu atakuwa masikini. Kwa hiyo kuna vitu havijatokea kwenye maisha yako, ni kwa sababu tu ulikuwa mzembe. Ulifanya vitu kwa mkono mlegevu, ulichelewa kuamka kwenda kwenye kazi yako, ulifanya vitu kwa mkono mlegevu, ulifanya vitu kwa uzembe. Na tunaishi kwenye kizazi ambacho watu ni wazembe kazini, watu ni wazembe hata kwenye kazi ya Mungu. Watumishi wa Mungu wengine ni wazembe, hana muda wa kuomba. Mpendwa mtu wa Mungu, matokeo unayoyataka kwenye maisha yako hayatatokea kwa sababu umeomba kwa bidii, lakini yatatokea kwa sababu ulifanya kazi kwa mkono wa bidii. Sasa uso wa Bwana unapoenda pamoja na wewe, Bwana atakupa nguvu, ataondoa huo uzembe ulioko ndani yako. Kuna watu ni wazembe, kuna wanafunzi ni wazembe kwenye masomo, kuna wafanyakazi ni wazembe kazini, kwenye maeneo mbalimbali, lakini uso wa Bwana utakapoenda pamoja na wewe, Bwana atakusaidia kukufanya uwe mtu bora. Sababu ya tatu ni kukosa nidhamu. Watu wengi mipango yao mingi imefeli kwa sababu ya kukosa nidhamu. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9, Mtume Paulo anasema, na utaabisha mwili wangu. Anasema ili mwisho wa siku nisije nikawa mimi mtu wa kuwahubiria wengine alafu mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Watu wengi mipango yao haitimii kwa sababu ya kukosa nidhamu. Penda mtu wa Mungu, nataka nikukumbushe, najua unajua, ila nakukumbusha. Discipline is the name of the game. Nidhamu ndio jina la mchezo. Kwenye eneo lolote lile, watu wenye nidhamu ndio wanaofanikiwa. Unaweza ukawa na kipaji kikubwa sana, lakini kama hauna nidhamu hautafanikiwa. Unaweza ukawa na upako mkubwa sana, lakini kama hauna nidhamu, ni swala la muda, anguko lako linakuja. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha watu wengi mipango yao mingi, wanakuwa na mipango mingi, ile mipango haitimii, ni kwa sababu tu walikosa nidhamu. Lakini uso wa Bwana utakapoenda pamoja na wewe, Bwana atakusaidia kuitengeneza hiyo nidhamu ndani yako. Biblia inasema Kristo aumbike ndani yako. Kristo atakapoumbika ndani yako, atakusaidia kuondoa hivyo vyote ambavyo vilikufanya usifanikiwe hapo mwanzo. Nadhani umeanza kuona umuhimu wa uwepo wa Bwana kuenda pamoja na wewe. Sababu ya 4, kukosa maarifa. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mpendwa mtu wa Mungu, mipango yetu mingi haitimii kwenye maisha kwa sababu ya kukosa maarifa. Unajua nini kuhusiana na hicho unachokifanya? Ninaposema kwa habari ya maarifa, sizungumzi kwa habari ya kwenda darasani, nazungumza kwa habari ya maarifa. Wewe ni muosha magari, unajua nini kuhusiana na kuosha magari? Wewe ni house girl nyumbani, kwenye eneo lolote lile la maisha yako, unafahamu nini? Unachokijua kinaweza kikaamua utaenda umbali kiasi gani, kinaweza kikaamua utafanikiwa kiasi gani. Kwa hiyo mwaka huu wa 2025, uwepo wa Bwana ukusaidie ndani yako, itengenezeke hamu ya kutafuta maarifa kwenye hicho unachokifanya. Jua basi, kama unaosha magari, fahamu namna nzuri ya kuosha magari kiasi kwamba watu wote mjini wanatamani kuja kuosha kwako magari. Kama wewe ni mfanyakazi, ni mpiga picha, chochote unachokifanya watu watamani kuja kwako. Nini? Maarifa. Mungu akupa hiyo neema. Unapoingia 2026, uwekeze kwenye kutafuta maarifa. Kuwa na maarifa ya kutosha ya kukusaidia kufanikiwa. Kuna vitu vyako vingi sana vimefeli kwenye maisha, ni kwa sababu tu ulikosa maarifa. Nataka nikupe mfano mdogo sana. Kuna watumishi fulani wa Mungu walikuwa kwenye safari, kwenye huduma na upako mwingi. Wakiwa njiani, gari yao ilipata shida, ikazima. Ilipozima, walijaribu kila mbinu wanazozijua, walijaribu wakakwama. Ikabidi watafute fundi. Wakaenda pale kwa watu wa pale kijijini,
kuomba waletewe fundi. Fundi akaja, akafika, akafungua bonnet ya gari. Baadaye fundi akaagiza pini ya shilingi 100. Kabla hajatengeneza gari wakawa wamekubaliana, akamwambia hii shida nimeshaiona, gharama ya kutengeneza hili gari ni shilingi 100,000. Wale watumishi wa Mungu wakasema sawa, 100,000 tutakupa. Fundi akasema nipe kabisa, wakampa 100,000 yake. Baada ya muda fundi akaagiza pini. Ile pini akachukua pini, ilipofika pini akachukua, akaingiza kuna mahali kwenye gari, akatoa kawaya kadogo sana, alafu akaunganisha. Wale watumishi wa Mungu wakasema, fundi, kuunganisha tu nyaya hizi mbili ndio unasema shilingi 100,000? Fundi akasema, watumishi wa Mungu, ni kweli kabisa, kuunganisha hizi nyaya gharama yake ilipaswa kuwa shilingi 1,000, lakini kujua ni nyaya gani za kuunganisha ni shilingi 99,000. Maarifa yanaweza yakakubeba mahali ambapo, yanaweza yakakusaidia kufika mahali ambapo kwa kawaida usingeweza kufika. Uwepo wa Bwana mwaka huu 2026 ukusaidie, kukupa maarifa yatakayokusaidia kufanikiwa kwenye maisha yako. Sababu ya 5 inayosababisha watu mipango yao haitimii: mismanagement, usimamizi mbaya wa vitu, kushindwa kumanage vitu. Yesu anasema kwenye Luka kwamba usipokuwa mwaminifu katika lililo dogo, hauwezi kupewa lililo kubwa. Watu wengi sana wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ya mismanagement, kushindwa kusimamia vitu vizuri. Chochote unachoshindwa kukisimamia unakipoteza, na chochote unachoweza kukisimamia vizuri unaweza kukitunza na kuwa nacho. Mtu mmoja mwenye hekima aliwahi kusema hivi, alisema Afrika kuna umaskini ni kwa sababu wa Afrika wana good management of poverty. Ni kwa sababu Afrika umaskini unatunzwa vizuri, unalelewa vizuri, na ndio maana wa Afrika ni wamaskini. Lakini kama wangekuwa wanautunza vibaya, umaskini ungepotea. Kwa hiyo nataka uone tu kwamba chochote unachokitunza vizuri kinaendelea kuwepo kwenye maisha yako na kuongezeka, lakini chochote ambacho haukitunzi vizuri unakipoteza. Ukishindwa kuitunza vizuri ndoa yako utaipoteza. Ukishindwa kuitunza vizuri afya yako utaipoteza. Usile ovyo, mtu wa Mungu. 2026 usile ovyo, wala usijinyime kupitiliza kiasi kwamba, nataka nikuhakikishie, ukishindwa kuitunza hiyo afya yako vizuri ambayo Mungu amekupa, ukilala kama una upako na upako nao umelala. Kwa hiyo 2026 Mungu akupe neema ya kuwa meneja mzuri, kuweza kutunza vizuri vitu ambavyo Mungu amekupa, kuweza kusimamia vizuri familia yako ili usiipoteze, ili hiyo afya yako usiipoteze. Mungu akupe neema ya kusimamia vizuri afya yako. Hiyo biashara yako, Mungu akupe neema ya kuisimamia biashara yako vizuri ili usiweze kuipoteza. Sababu ya 6, kuchelewa kuanza. Na sababu hapa ni visingizio. Watu wengi wana visingizio. Ukisema kwa habari ya kuanza biashara, unasema nitaanza kesho, leo sina mtaji wa kutosha, kesho inakuwa kesho, kesho inakuwa kesho. Wanajikuta wamekwama. Biblia inasema wakati uliokubalika ni sasa. Kama unataka kuanza biashara, anza sasa. Kama unataka kuanza kazi, anza sasa. Kama unataka kuanza masomo, anza sasa, usiseme kesho. Watu wengi wanajikuta miaka inaenda, miaka inarudi, hawapigi hatua, wako pale pale kwa sababu tu waliweka visingizio. Walisema nitaanza kesho, nitafanya kesho. Hata kwa habari ya kuokoka, kuna watu wanakataa kuokoka, wanasema mimi nitaokoka kesho. Penda mtu wa Mungu, wakati uliokubalika ni sasa. Hii ni wake up call yako sasa. Mwaka huu wa 2026 usiseme kesho, anza leo. Chochote ambacho unasikia msukumo Mungu anakupa ndani yako mwaka huu wa 2026, usisubiri kesho. Kesho hatujapewa, sisi tumepewa leo. Anza sasa, naanzia hapo hapo ulipo. Mwaka huu wa 2026 nataka nikukaribishe kwenye safari hii ya kutembea pamoja na Bwana. Uso wa Bwana uende pamoja na wewe kwenye kazi zako. Uso wa Bwana uende pamoja na wewe kwenye kila unalofanya. Uso wa Bwana uende pamoja na wewe kwenye maeneo yote ya maisha yako, kwenye mifugo yako. Usikubali kutembea peke yako. Ukikubali kutembea peke yako, ukiamua kutembea peke yako 2026, maana yake umeamua kushindwa, umeamua kufeli wewe mwenyewe kwa hiari yako. Lakini ukitembea na Bwana, Bwana anamwambia Musa hivi, uso wangu utakwenda pamoja na wewe na mimi nitakupa raha. Unatamani raha kwenye maisha yako? Unatamani kuona mafanikio? Unatamani kuvuka maeneo ambayo ulikuwa umekwama?
usikubali kwenda peke yako. Uso wa Bwana uende pamoja na wewe, naye Bwana atakupa raha, nawe utaona baraka na mafanikio katika maisha yako katika jina la Yesu. 2026 yako ninakuombea kwamba iwe ni yenye baraka na mafanikio. Amen.